Leo tupo na King Pusi, miongoni mwa wachekeshaji maarufu sana kwa sasa. Hii ni kutokana na aina yake ya uchekeshaji hasa kinachowavutia wengi ikiwa ni staili yake ya nywele. Na leo nitakufahamisha historia yake. Kwanza kabisa, huenda ukali miongoni mwa watu ambao umewahi kumuona tangu zamani sana, lakini huenda ukawa haufahamu kama yule ambaye ulimuona alikuwa ni yeye. Jina lake kamili anafahamika kama Ibrahim Mustafa, ambaye amezaliwa mkoani Kigoma, eneo la Buzebazeba. Kwa mara ya kwanza kabisa alionekana kupitia wimbo wa Malio unaofahamika kama Chibonge, ambapo wimbo huo maarufu aliweza kutendea kazi na kuweza kufanya vizuri sana humo ndani. Na hii haimaanishi kwamba ndipo alipoanza sanaa. Yupo kwenye sanaa tangu mwaka 2015, ambapo mwaka huu 2015 ndio mwaka pia ambao aliingia mjini rasmi. Kwa sasa amekuwa ni maarufu sana kwa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Je, unaelewa ni kitu gani ambacho kimemfanya aweze kuwa maarufu? Yote hivyo nitakufahamisha hapa, lakini pia kupitia sanaa yake amewahi kutembelea na kuweza kutumbuiza katika nchi nyingi sana, kitu ambacho kimeweza kusababisha aweze kuwa maarufu. Basi moja kwa moja niweza kualika, hii ni Bongo Focus, na leo tukao tukitazamia historia ya Mustafa. Amekuwa ni maarufu sana hasa kupitia video zake ambazo kwa sasa aliamua kuweza kuleta ubunifu mdogo ambao ni wa kimataifa. Hii inatokana na historia ya namna ambavyo lengo zima likiwa ni kuweza kupata pesa, ambapo kwa mwaka 2015 alipoingia mjini rasmi alianza kuigiza baadhi ya video zake na nini, ambazo video hizo alikuwa akiziposti kupitia mitandao yake ya kijamii. Lakini wakati huo anaposti kidogo hakuwahi kuwa maarufu sana kulinganisha na sasa, lakini baadaye kaweza kufahamika zaidi kupitia nyimbo ya Chibonge, ambapo aliweza kuitwa na Malio. Kwa upande wake mwenyewe huyu Ibrahimu, ambaye kwa jina maarufu la kiusanii zaidi anajiita kama King Pusi, amekuwa akisema kwa upande wake Malio ni miongoni mwa msanii mkubwa sana, ambaye yeye anamuona kwake yeye ni msanii wa maana sana, kwa sababu aliweza kumfungulia baadhi ya channel ambazo zilimfanya aweze kuwa ni tofauti kabisa. Kupitia nyimbo ya Chibonge ilimpa maarufu ambao ulimfanya nchi ya Somalia, moja kati ya tamasha kubwa ambalo liliandaliwa, waliweza kuomba aweze kufika kuweza kutumbuiza, na aliweza kwenda huko, na kupitia mtandao wake wa Instagram aliweza kuposti video nyingi sana akionyesha mapokezi. Hii kimaanisha kwamba yeye ni maarufu sana kupitia Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii kimaanisha kwamba watu wengi wanamfuatilia. Sasa tukiachana hayo, lakini kwa mwaka 2025 2026 ambapo tunaelekea 2026, imekuwa ni mwaka wake wa mafanikio makubwa sana. Na moja kati ya interview ambayo amewahi kuifanya kupitia media mbalimbali ikiwemo Wasafi TV, amewahi kusema kwamba kuna muda aliwahi kupiga mkwanja zaidi ya milioni 200 kupitia mitandao yake ya kijamii. Hii kimaanisha kwamba kwa sasa ni muda tofauti sana, na kwa sasa kwa miaka hii amekuwa maarufu sana kutokana na klipu ambazo amekuwa akizifanya. Moja ya kitu ambacho kimeweza kumpa maarufu sana na kuweza kuvuka boda nje ya Tanzania ni kutokana na namna ya kitu ambacho ni kitu tofauti sana alichokifanya, hasa kuweza kuleta ubunifu kwa upande wa komedi zake, hasa zile tunaita komedi ambazo sio za kuongea. Kuna jina la kiutaalamu wake ambalo huwa wanaliita, lakini komedi hizo huwa hazihitaji maneno. Komedi hizo aidha hata zikihitaji maneno, basi zimekuwa hazionyeshi uhalisia wa kile ambacho aidha watu wengi wataelewa. Kama hapa utanielewa hapa, kama ni mtu ambaye umekuwa ukifuatilia zile clip za Hadzabe, kwa nini zimeenda viral? Kwa sababu hazija specified kwenye eneo moja, yani inamaanisha watu wanaoelewa ni wachache. Sasa moja kati ya clip zake ambazo zimewahi kwenda viral ni moja kati ya clip ile ya Kioo ambacho kwa kijitazama, lakini pia clip nyingi sana zimeenda viral hasa kwa upande wa nchi zingine. Hapa inamaanisha kwamba ukiangalia idadi ya views ambao wametazama, zaidi ya watu milioni 100 na kitu wametazama, kitu ambacho kinaashiria kwamba kwa Tanzania tupo wananchi kama milioni 70 hivi. Hii kimaanisha kwamba Watanzania walitazama wote. Ni kweli hawajatazama wote, lakini kwa idadi ile manake wametazama wote, halafu kisha akaenda viral tena nje za nchi. Na hii pia unaweza kuithibitisha kwa kuangalia kwa comment ambazo zilizopo pale. Sana sana unakuta ni Kiingereza, Kifaransa, watu wanaandika wakionyesha wazi kwamba wamefurahishwa na kitu hicho. Hii ni kwa miaka hivi karibuni. Ni kitu gani ambacho kimeweza kuchochea hasa kuwa maarufu kwa nyakati hizi za sasa? Ukilinganisha ni kwamba alikuwa maarufu sana muda mrefu.
tangu ile nyimbo kwa upande wangu mimi naweza nikasema ile nyimbo ya Chibonge ndio nilipomuona kwa mara ya kwanza. Hapo nilikuwa sijawahi kumfuatilia. Kwa mara ya kwanza nilimuona kupitia ile nyimbo. Kwa hivyo hii kimaanisha kwamba kupitia ile nyimbo basi aliweza kuwa maarufu. Sasa ni kitu gani ambacho kimeweza kumfanya yeye maarufu? Baada ya kampuni ya Meta kuweza kutangaza rasmi kuanza kuwalipa mastaa mbalimbali, hiyo ndio ilimfanya motisha kubwa sana waweze kuwa serious na kuweza kuleta ubunifu hasa katika klipu zake ambazo kidogo ukijaribu kuangalia ubunifu wake sana hasa kuweza hapo awali alikuwa hajipaki maunga zile ni poda, hajipaki zile poda ila maarufu wanaita unga, hajipaki zile poda, hajipaki zile black color sana wanaita masizi, hajipaki zile masizi au tunaita zile rangi nyeusi. Lakini pia hii kimaanisha kwamba sana kwa issue ya mambo ya kichawi ambapo ni traditional za Kiafrika, hasa mambo ya mizimu amekuwa akijipaka yale mapoda. Hii ni poda zile anajipaka. Sasa zile poda zimekuwa zikimfanya aonekane kama wa kuvutia hivi, kitu ambacho kwa hivi sasa kimekuwa ni maarufu sana kwa namna jinsi ambavyo sasa comedy zake zimekuwa ni short clip ambazo ukizitazama una enjoy na unafurahia. Hii imempa maarufu. Sasa safari yake ya kutokea Kigoma hadi jiji la Dar es Salaam kuweza kufanya comedy imekuwa ni ndefu sana, lakini mwisho wa siku amekuja kupata umaarufu mkubwa sana tofauti na jinsi ambavyo aliwafikiria. Hasa kwa upande wake moja kati interview ambayo amewahi kuisema kwamba amefuatilia amekuwa kwa muda mrefu sana akifanya comedy, lakini kwa upande wake amejiona kwamba kwa sasa ndio mwaka ambao ametokea kufanya vizuri tofauti na miaka mingine yote kabisa ambao amewahi kufanya comedy zake hizo. Ukiachana kwamba ile nyimbo ambayo ilimpa maarufu, lakini hakuwa maarufu kulinganisha na sasa ambapo amekuwa maarufu kupitia short clip sana ambazo zimemfanya nchi jirani, nchi nyingi sana ziweze kumtambua. Hii kimaanisha kwamba milango imefunguka. Sasa moja kati ya kitu ambacho nilijaribu kutafuta au kupambania niweze kumpata tuweze kufanya mahojiano walau aweze kujibu baadhi ya maswali hasa kupitia jina lake la umaarufu, hasa jina lake la King Pusi ambalo ni jina ambalo ukijaribu kulifikiria kidogo huenda kwa upande wake lina maana kubwa sana tofauti na jinsi ambavyo maana yetu sisi watazamaji tunaijua, basi angeweza kuzungumza. Lakini yote kwa yote nenda kusogezea hapa hivi karibuni, siku za hivi karibuni kuweza kutazama interview, mahojiano ya juu ya maswali mengi sana, hasa tukianzia hapo kwenye jina lake, ni kipi ukweli gani umejificha humo ndani, yapi yaliyomo ndani, yote hayo utaweza kuyafahamu. Basi kwa leo niseme sina ziada, ila nitaka kuweza kufahamisha kwa uchache zaidi hasa historia yake. Conclusion tukisema kwamba amezaliwa mkoa wa Kigoma, lakini pia amefanya comedy zake kule na baadaye akaweza kuondoka. Amezaliwa katika mitaa Buzebazeba, bila shaka watu wengi wanamfahamu mitaa pale, lakini baadaye akaweza kuondoka kuja jijini mwaka 2015. Kutokana na hilo basi amecheza comedy, lakini mwisho wa siku aliweza kubahatika kuwa mmoja kati ya igizaji walioshiriki katika wimbo wa Mario ambao ulienda viral sana na wengi sana wanaofahamu, na mnendani alifanya vizuri sana na baadaye kuweza kufanya harakati zake. Lakini mwisho wa siku kwa mwaka 2026 amekuwa maarufu sana, na baadaye mwisho wa siku alipata ofa ya kuelekea Somalia kuweza kutumbuiza, kitu ambacho kimeweza kumpa maarufu sana. Mengine mengi nitakufahamisha, niseme sina ziada. Hii ni Bongo Focus, asante kuweza kuwa na mimi.